Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, washirika wa makanisa ya matawi kila pahali na ambao mnafuata kwa mtandao na watazamaji wa GCN, kulingana na andiko la leo, wakati wa hukumu kuu ya gharika, jumla ya watu 8 waliingia ndani ya safina ya Nuhu kwanza, yani Nuhu, mke wake, wanawe 3 na wake zao. Na tena kila mnyama wa mwituni kwa aina yake, kila mnyama wa kufugwa kwa aina yake, kila kiumbe cha kutambaa ardhini kwa aina yake, na kila ndege kwa aina yake walikuja kwa Nuhu na wakaingia ndani ya safina. Bila shaka walikuja kwa kuvutwa na sauti asili ya Mungu kulingana na idadi ambayo Mungu alikuwa ameteua. Leo tutajifunza kidogo kuhusu jiolojia na itakuwa ngumu kiasi. Kwa wale ambao walisoma jiolojia shuleni mnaweza pata ni rahisi, lakini kwa wale watasikia mara ya kwanza linaweza kuwa gumu kuelewa. Naomba tafadhali jaribu kuelewa na ufuatilie kwa umakinifu. Kwa hivyo ukiangalia safina ya Nuhu na viumbe vyote, iwe ni wanyama, ndege, viumbe vya kutambaa ama wadudu, waliingia ndani ya safina. Wengine walikuja wawili, wengine walikuja kulingana na vile Mungu aliteua. Sasa pale watu wengine wanaweza shangaa, hao viumbe waliingia aje pale? Juu kuna simba, dubu, viboko yani hipo, waliingia aje wote ndani? Na je, nyangumi, nyangumi waliingia aje? Hapana, nyangumi hawakuingia. Nyangumi waliishi ndani ya bahari, ndani ya maji. Kwa hivyo hawakuingia ndani ya safina. Isipokuwa wanyama wanaoishi ndani ya maji, viumbe vingine vyote vya nchi kavu na ndege wa kuruka angani waliingia ndani ya safina. Sasa swali ni, simba, wanyama wakali pamoja na viumbe vya kutambaa pamoja waliingia aje ndani ya safina? Waliingia aje wawili? Ni swali ambalo watu wanaweza kuwa nalo. Vile nilitaja wakati uliopita, wakati huu kulikuwa na nafasi ya kiroho, ilizungukwa na nuru ya Mungu, hakukuwa na ukali wala tabia ya kushambulia. Kwa hivyo wanyama kama vile simba hawakuwa wakali, dubu hawakuwa na nguvu ya kuua, na nyoka hawakuwa na sumu. Wote walikuwa watulivu na kwa hivyo walitii vizuri. Lakini swali bado linabaki, waliwezaje kutokezea hivi wawili? Ilikuwa ni kwa sauti asili ya Mungu ndio wakaitwa na wakatokezea. Iwe walikuwa mbali ama karibu, wale walikuwa mbali walisafiri muda mrefu vile walisikia Mungu akiamrisha. Sasa hao viumbe walisafiri muda mrefu na wakajua aje safina iko pale ndio wakafika pale? Hawakuwa na ramani ama Google Map ya kutafuta safina. Sasa walijua aje safina iko pale, twende pale? Hiyo ndio inatufanya tushangae, inashangaza. Sasa wanyama wengi, ndege, isipokuwa wale wa majini, hata wadudu pia, ilifikaje wakasafiri mpaka kwa safina? Maswali ya samaki pia itainuka baadaye. Kuna maswali mengi. Nitawaelezea leo jinsi gani samaki wa baharini na samaki wa maji safi waliishi pamoja ndani ya maji. Hapa Manmin tunatoa dhibitisho la haya yote, na si maneno tu, naelezea kila kitu kwa dhibitisho kulingana na kitabu cha Mwanzo. Kupitia Mwanzo ninawahakikishia kwa dhibitisho wazi jinsi gani Biblia ni ya kweli na jinsi Mungu kwa kweli yu hai na anatenda kazi. Sasa nauliza tena, walikusanyika aje na wakaingia ndani ya safina? Hii ni kazi ya sauti asili ya Mungu. Sauti hiyo ilipotolewa walitii na kisha wakatokezea pali popote walikuwa. Unakumbuka Biblia pia imesema mahali iwepo nuru, nayo nuru ikawepo. Ni katika Mwanzo 1:3. Hiyo pia ni sauti asili ya Mungu. Hii inamaanisha kwamba sauti asili ya Mungu hutokezea kupitia nuru. Na kwa hivyo kama makumi ya maelfu ya wanyama wangehitajika waingie ndani ya safina, basi Mungu
kwa sauti asili aliagiza makumi ya maelfu ya wanyama ndio wakaingia. Yani idadi fulani kiume na kike, kisha idadi hiyo kamili Mungu anataja kwa sauti asili, ndio wanasikia, wanatii, ndio wanaingia ndani ya safina. Kwa hivyo kulingana na idadi ambayo Mungu aliteua, waliongozwa kwa sauti asili wakatokezea. Na wakati wanyama wote ambao hawakuingia ndani ya safina hawangehepa kifo kutokana na hukumu ya gharika, isipokuwa tu wanyama wa majini pekee. Samaki na viumbe vingine vinavyoishi ndani ya maji walikuwa na uwezo wa kuhifadhi aina zao hata katika gharika, hata kama hawakuingia ndani ya safina ya Nuhu. Sasa pale mtu anaweza fikiria juu aseme, si hiyo ni kawaida, juu alikuwa anaishi ndani ya maji, si ni kawaida wanusurike gharika hiyo. Lakini katika kweli kwamba wanyama wa majini hawakutoweka na au kuangamia wakati wa gharika iliyofunika dunia nzima, hiyo pekee ni muujiza. Gharika kuu hii ilifunika hata milima yote ya juu zaidi. Dunia yote ilikuwa ikisukumwa kwa mawimbi makubwa ya maji kama bahari kubwa. Hii ina maana kwamba samaki wa majini kule chini kabisa baharini na wale waliokuwa wanaishi kwenye maji ya nchi kavu kama ziwa na mito, juu ya gharika sasa waliishi pamoja kwenye maji moja. Sasa jambo kama hili lilitendeka aje? Hiyo ndio swali. Ukajaribu kuchukua samaki wa baharini umweke kwenye tanki ya maji safi, maji ya mto ama ziwa, yule samaki atakufa baada ya muda mfupi. Ama uchukue samaki wa maji safi ya mito na ziwa uweke ndani ya maji ya bahari, maji ya chumvi, atakufa juu hawezi vumilia pale. Lakini wakati wa gharika kuu aje samaki wa baharini na wa maji safi waliishi pamoja aje? Kwani mbona ushangai? Inashangaza. Sasa juu kuna mambo ya kushangaza kama hayo, ndio maana watu wanajaribu wasiamini gharika ya Nuhu. Wanakataa kuamini, wanawazia haiwezekani, wanaamini mambo kama yale hayawezi kutendeka. Lakini mimi nasema ilitendeka na ni muujiza. Sasa kwa nini nasema ni muujiza? Kwa nini? Hebu niwaelezee sababu hiyo kwa ufupi. Wanyama wa maji wanaweza gawanyishwa mara mbili. Kuna samaki wanaoishi ndani ya maji ya bahari, maji ya chumvi, na wale samaki wanaoishi kwenye maji safi, mito na ziwa. Samaki wanaoishi ndani ya bahari ni maji ya chumvi, na wale wanaishi kwenye mito na ziwa, maji safi. Isipokuwa kwa aina chache sana, samaki wa baharini hawawezi ishi kwenye maji safi, na samaki wa maji safi hawawezi ishi kwenye maji ya bahari. Mara tena narudia, samaki wa maji safi hawawezi ishi kwenye maji ya maji safi, na wa maji safi hawawezi ishi kwenye maji ya bahari. Kama samaki wa bahari ataingia kwenye maji safi, mito ama ziwa, ama samaki wa maji safi aingie kwenye maji ya bahari, watakufa haraka sana. Hii ni kwa sababu ya tofauti ya kiwango cha chumvi ambayo husababisha hali inayoitwa osmosisi. Osmosisi ni hali ambapo maji huingia ndani ya seli au kutoka nje ya seli ili kusawazisha kiwango cha chumvi kilicho ndani na nje ya seli. Kwa urahisi ni kusema kama nje ya seli chumvi ni kidogo na ndani chumvi ni mingi, basi maji itatiririka kutoka ndani ndio ikuze itoshanishe chumvi hii ndogo ya nje. Ama kama ya nje ni ya chini na kisha ndani ni mingi, maji itatiririka ikilenga pahali kuna chumvi kidogo. Mfano mzuri ni zamisha mkono wako ndani ya maji kwa muda mrefu bila kutoa, mkono wako utafura. Hiyo pia ni matokeo ya osmosisi. Mshawahi experience? Ushaweka mkono ndani ya maji kwa muda mrefu? Mshawahi? Ukaweka ndani ya maji muda mrefu, hata siku nzima, mkono wako utafura, hata miguu tafura. Hii inafanyika kwa sababu kiwango cha chumvi kwenye maji ya nje iko chini kuliko ya chumvi ndani ya mwili wako. Ndio maana maji itatiririka na itaingia ndani ya mwili, ndio itafura. Lakini samaki hawa wa baharini na wa maji safi, mifumo yao ni tofauti ya kudhibiti kiwango cha chumvi mwilini. Hebu nieleze kwa ufupi, lakini ni vigumu kuelewa. Ukaelewa hii kisayansi, utatambua ya kwamba inastaajabisha sana kwamba hakuna samaki alitoweka katika
hukumu ya gharika. Ndio samaki wa maji safi, maji ya nje chumvi yake ni ya chini kuliko chumvi ndani ya mwili wake, na kikawaida hiyo inafaa isababishe yule samaki afure vile wanadamu wanafura wakiweka mkono ndani ya maji. Lakini samaki hao wa maji safi hawafuri, wanaishi vizuri tu. Hii inatokana na mfumo wa maalum wao wa kudhibiti kiwango cha chumvi. Samaki wa maji safi huendelea kutoa maji mengi kupitia mkojo, huku wakifyonza chumvi kwa bidii, na hivyo kudumisha kiwango kinachofaa cha chumvi katika miili yao. Nao samaki wa baharini wanaishi ndani ya maji ya bahari, maji ya chumvi. Maji ya chumvi ya bahari chumvi iko juu zaidi kuliko chumvi ndani ya miili yao. Sasa kama hawangekuwa na mfumo wa kudhibiti kiwango cha chumvi mwilini, wangepoteza maji mengi, wangekaukiwa na maji mwilini, hatimaye wangekufa. Lakini ukweli ni kwamba samaki wa baharini wanaishi vizuri licha ya hali hiyo ya chumvi mingi. Ni kwa sababu wanameza chumvi mingi ndani yao na kisha wanakojoa kidogo kulinganisha na samaki wa maji safi, na hiyo inazuia upungufu wa maji mwilini mwao. Na zaidi ya hiyo, chumvi ile iko mingi sana kupindukia hutolewa nje kupitia seli za maalum katika mashavu yao, gills zao, na hivyo kudumisha na kubalance kiwango cha chumvi mwilini. Mungu Baba tayari lishapeana samaki wa baharini ama wa maji safi wawe na uwezo wa kuishi kulingana na mazingira yao tofauti. Hivyo ndivyo Mungu alitenda kazi, ndio kwamba wadudu wa kila aina, wanyama wa kila aina na ndege wa kila aina duniani waweze kuishi vema kulingana na aina zao na mazingira yao. Na maanisha Mungu Baba aliwaumba hivyo walivyo na akawahifadhi vivyo hivyo walivyo hadi siku ya leo. Na ikosi lazima wazaane, waenee. Kwa hivyo kuanzia mwanzo kabisa Mungu alitenda kazi ndio kwamba waishi namna hiyo. Kwa hivyo hakuna mambo ya mageuzi hapo, evolution hakuna kabisa. Ati samaki alikuja akageuka akawa ndege, ati miguu ikatokezea miwili, kisha miwili ingine ikatokezea, kisha ikawa mnyama. Ati mnyama aligeuka, mbawa zikatokezea, miguu ikapunguka ikawa mbili. Aje? Ati kwa maelfu ya mamilioni ya miaka nani atawalisha wakibadilika hivyo? Kwenye kipindi cha kubadilika hivyo nani atawalisha miaka hiyo yote? Nani atawalisha? Nani yo tajiri atawalisha miaka hiyo yote? Wana mageuzi wapumbavu kabisa. Wanadai mageuzi ndio ya kweli, na haina hata uwezekano wa kuwezekana hata moja kati ya mamia ya mamilioni duniani hapa. Aidha ni mageuzi ama uumbaji. Kama ni uumbaji, tambueni Mungu basi ndio muumba. Kama ni mageuzi, ni kumaanisha unakana Mungu. Hakuna mambo mawili, ni moja. Wale ambao watambui Mungu wanadai mageuzi ndio iko sawa, wanaitetea. Lakini mageuzi iko na uwezekano hata kidogo hivi? Hakuna, haina hata. Wana mageuzi huongea upuzi tupu. Kwa mfano, kama mageuzi yangekuwa kweli, kwa nini wanyama wengi, ndege, samaki, hata wadudu wote muundo wao ni ule ule? Kwa nini? Kama binadamu, kwa nini? Macho mawili, pua moja, shimo mbili ndani ya pua, masikio mawili, mdomo mmoja. Kumengenya chakula ni njia ile ile, mdomo, tumbo, kisha kwenye eneo la kutoa uchafu. Kwa nini yote inafanana? Kwa nini? Hiyo pekee inaonyesha Mungu ni mmoja na muumba ni mmoja peke yake. Kama angekuwa waumbaji wawili, haingekuwa hivyo. Haingekuwa hivyo. Kwa sababu imetoka kwa muundo wa muumba mmoja. Muundo ni ule ule. Hata kama tofauti ni kadogo, lakini muundo ni ule ule. Pali zimewekwa pale pale. Hebu chukua mfano wa ndovu, mkonga wa ndovu, mkonga. Hata kama ni mrefu na mkubwa, je, uko juu ya macho ama chini ya ndevu? Hapana, iko pale pale katikati ya macho na mdomo. Na hata kama ni ndefu na ni kubwa, bado iko na shimo mbili kama pua la binadamu. Kwa nini Mungu akafanya vitu hivi hivi?
ndio kwamba binadamu kwa kuzitazama waamini Mungu muumba. Kwa hivyo vile Warumi inasema siku ya hukumu hakuna yeyote atadai ya kwamba mimi sikuamini Mungu juu sikujua, juu sikuona. Hakuna mtu atadai vile. Jote kwa kuangalia mazingira tu na uumbaji, uungu wa Mungu uko wazi kabisa. Kwa hivyo watu hawana udhuru wa kutoamini Mungu yupo. Kwa hivyo kukana ile ya kusema sikuamini haitakubalika. Je, jambo kama hilo linawezekana? Ati samaki wa maji safi na bahari waishi pamoja? Kwa binadamu haiwezekani, lakini wakati wa gharika ya Nuhu jambo kama hilo lisilowezekana litendeka. Na gharika kuu ya Nuhu ilifunika milima yote ikazama. Na sasa hata maji ilichanganyika, ujui bahari safi ni gani. Sasa ikabidi samaki wote waishi kwenye maji moja. Sasa si kwa siku moja ama mbili pekee, kwa at least siku 300 hadi maji yalipopunguka duniani. Lakini bado hakuna kiumbe wa majini aliyetoweka na kupotea na kuangamia. Aina zao zote zilihifadhiwa. Iliwezekana aje? Kwa mawazo ya kawaida haiwezekani, lakini kihalisia kulikuwa na sababu itendeke na iwezekane. Maji yaliyofunika dunia yote hayakuwa ni maji safi ya dunia hii ama maji ya bahari ya dunia hii. Yalikuwa maji yalitoka mbingu ya pili, na maji yale basi yalibeba nguvu za Mungu. Na katika kanisa letu tuko na ushahidi halisi unaodhibitisha ukweli huu, nayo ni maji matamu ya Muwani. Maji matamu, nimesema tamu, ni kumaanisha yalikuwa maji makali ya chumvi mbeleni, lakini kupitia maombi yakabadilishwa, kamwe si ya chumvi, si kali, ni ya kunywa. Mungu alisababisha nguvu zake zikae ndani ya maji hayo, na matokeo ni kupitia maji yale macho yanaponywa. Kama ni kope za macho zinatokezea kama zikukuwa. FDA, yani mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani, iliombwa kufanya uchunguzi wa ubora wa maji haya, na matokeo yakapatikana. Na mara kwa mara huwa tunaitisha uchunguzi wa uboraji wa maji ya Muwani ifanywe, na ilifanywa na taasisi ya upimaji zinazotambulika duniani kote. Kwa nini? Juu kama kungekuwa na bakteria ndani ya maji hayo ya Muwani hayangekubalika. Ndio maana tukafanya uchunguzi huo, na kwa kuzingatia kwamba ni kinywaji cha madini chenye manufaa kwa mwili, kilifanywa vipimo 5: uchunguzi wa madini, uchunguzi wa sumu, uchunguzi wa athari kwenye ngozi, uchunguzi wa mabaki ya kemikali za kuua wadudu, na uchunguzi wa metali nzito. Matokeo ya vipimo yalidhibitisha ubora wa hali ya juu na ya usalama wa maji matamu ya Muwani. Ikilinganishwa na maji maarufu ya chemichemi kutoka Ufaransa ama Ujerumani, ilithibitishwa kwamba maji yetu matamu ya Muwani yana ubora wa juu zaidi. Na pia ilithibitishwa kwamba kiwango cha madini katika maji yetu matamu ya Muwani ni kikubwa zaidi kuliko kile cha maji ya chemichemi ya Ufaransa na Ujerumani. Na katika maji matamu haya ya Muwani bado walipata samaki wa baharini na maji safi wanaweza ishi pale pamoja. Hiyo ni juu ya nguvu za ajabu za Mungu. Na kusema kweli, akwariamu ya maji matamu ya Muwani ni kazi ya Mungu iliyo juu kuliko hata gharika ya Nuhu. Ni muujiza kwamba samaki hawa wa bahari na maji safi wanaweza ishi ndani ya maji moja, na pia kuna uwezekano mdogo sana kwamba wataweza kuzoea na kuishi katika nafasi ndogo iliyobana hivyo. Samaki wa maji safi huishi mitoni, ziwani, na kijumla wamezoea mazingira ya dunia. Lakini samaki wa baharini, maji ya chumvi, ambapo ubora wa maji hubadilika kwa kiwango kidogo, hivyo wanaathirika kwa urahisi hata kwa mabadiliko kidogo ya mazingira. Kwa hivyo hata mabadiliko madogo ya kimazingira yanaweza kusababisha vifo vyao vingi. Na kuhusu uzoefu, samaki wa bahari si rahisi wazoee mazingira tofauti kama hayo, si rahisi. Kiwango cha chumvi katika maji ya bahari, oksijeni, carbon dioxide, amonia, nitrati, kiwango cha asidi, ugumu wa maji, vipengele vingine vidogo vidogo lazima vitoshane ndio waishi vizuri. Na hiyo si ngumu sana. Hata ukipata ni ngumu
kuelewa, we shika tu na ujiambia kumbe kuna mambo kama hayo na tusonge mbele. Hakuna mtihani, so hakuna haja kukram. We kumbuka tu kuna mambo kama haya na tusonge mbele. Amen. Na tena kati ya samaki kuna wale ambao ni watulivu na kuna wale wakali. Kama sasa hawa wenye tabia tofauti wangekaa pamoja kwenye nafasi moja, maji moja, si wale watulivu wangeteseka sana, wangeshambuliwa na wale wakali, si ndio? Si ndio? Kikawaida samaki wa majini safi na wa bahari hawawezi patana. Ndio maana hujaisikia ati kuna ukali unainuka ndani yao, hawapatani. Na zaidi ya hiyo, aina mbali hizi za samaki hula chakula tofauti tofauti, lakini ile kusema wanaweza kuwekwa sehemu moja pamoja, hiyo inaajabisha sana. Na tena ni ushahidi ulio hai kwamba gharika iliyorekodiwa kwenye Biblia kwa kweli kweli ilitendeka. Wapendwa, hukumu ya gharika kuu ilileta mabadiliko mengi duniani. Jiografia na hali ya joto na mazingira ya kiasili yote yalikuwa tofauti kabisa kulinganisha na kabla ya gharika. Chanzo cha kwanza ni kwa sababu Mungu alikuwa ameondoa nuru yake asili. Lakini sababu kubwa sana ilikuwa ni gharika hiyo kubwa ya dunia nzima. Kabla ya hukumu ya gharika kitambo, hata kabla ukuzaji wa binadamu uanze, kulikuwa na hukumu nyingine duniani, hukumu ya moto juu ya madinosari waliofukuzwa kule Edeni. Lakini hukumu ya moto na hukumu ya gharika zinatofautiana kwa namna mingi. Hukumu ya gharika ililenga binadamu wote na wanyama wote ambao hawakuingia ndani ya safina ya Nuhu. Lakini hukumu ya moto ililenga tu madinosari peke yake. Hukumu ya gharika ilikuwa ni ya dunia nzima. Juu malango ya mbinguni yalifunguliwa na maji yakashuka kutoka mbingu ya pili. Linganisha na hukumu ya moto ya madinosari, nayo ilienda tu kwa sehemu fulani fulani ambapo madinosari walikuwa naishi, si dunia nzima. Sasa wanajiolojia na watafiti wa dunia wanapofanya utafiti, wanapata madinosari hawakuishi wamesambaa hapa na pale. Madinosari na mayai yao na mabaki yao yanatambuliwa yako pamoja kwenye vikundi vikundi, kwenye sehemu fulani fulani, si kila mahali. Popote madinosari wanapatikana duniani, wanasema walipatikana katika vikundi. Lakini hiyo imaanisha kwamba wanyama wakubwa hao waliishi katika vikundi, na hiyo bado ni kitu ambacho ni gumu kuelewa. Hata watafiti wa madinosari bado hawashikanishi nini kinaendelea. Lakini sisi tunaelewa vizuri, juu tunajua ni sababu gani. Ndio maana moto ulitumwa juu tu ya sehemu ambapo madinosari walikuwa peke yake. Wanasayansi hawajui hiyo, na basi kupitia hukumu ya moto wanyama wengine kando na madinosari hawakupata madhara makubwa. Lakini kupitia gharika, hukumu ya gharika, kila kitu isipokuwa watu na wanyama walioingia ndani ya safina waliangamia. Kuanzia sasa, hebu nielezee mabadiliko yaliyotendeka duniani kutokana na gharika hii. Mtu anapozidi kuzama ndani ya maji zaidi kule chini, ndivyo anazidi kuhisi msukumo, pressure ya maji inaongezeka. Inakuwa vigumu kusonga kwa uhuru kama ilivyo katika nchi kavu. Lakini wakati wa hukumu ya gharika, maji yaliinuka yakafunika milima yote ya juu. Imagine jinsi gani msukumo wa maji ulikuwa mkubwa. Imagine. Msukumo wa maji ulisababisha hata ganda la dunia kupoteza umbo lake. Ndio uelewe vizuri, hebu nieleze kwa ufupi muundo wa ndani wa dunia. Kule ndani tukichimba ndani, chini ya uso wa dunia kuna tabaka ama layer inaitwa manteli. Ni sehemu ya ndani sana ya dunia, na pale ndipo pana kiini cha dunia. Ndio mnaona pale kwenye screen. Kwa maneno mengine, ganda ambapo tunasimamia linaelea juu ya layer hiyo ya manteli, na hali ya joto ya manteli inakaribia degree 500 joto lake. Na kisha unavyozidi kuingia ndani inaongezeka 600, 700, 900, 1000, 1500. Jinsi unazidi kuendelea inazidi kuongezeka joto. Na kisha kuna kiini ya dunia na kuna manteli. Ukishuka hadi kwenye
mpaka wa manteli na kiini cha dunia pale ni digrii 5,000 ya joto kwenye mpaka pale. Ayubu alishataja hiyo. Ayubu 28 mstari wa 5 ina rekodi ikisema, ni matamshi ya Ayubu, katika ardhi ndimo kitokeamo chakula na chini yake hupinduliwa kama kwa moto. Ayubu hakukuwa mwanajiolojia, na wakati hakukuwa na mtu anajua mambo kama haya, lakini Ayubu aliandika. Ni kwa sababu Mungu alimwelekeza airekodi. Muundo wa ndani ya dunia tunaweza jua siku za leo. Siku za kitambo watu hawakujua, lakini Biblia iliandikwa maelfu ya miaka kitambo, na ilishataja kuhusu ndani ya dunia ni joto, moto kali. Lakini unene na muundo wa ganda la dunia utofautiana kulingana na mahali ni wapi, na kwa hivyo udhabiti wake pia utofautiana. Kuna sehemu zingine ni dhabiti kabisa lea zake, lakini sehemu zingine ni nyororo, rahisi. Sasa nini kinafanyika kama presha ile inatoshana, inawekwa kila mahali? Nini kinafanyika? Presha ya maji. Kila moja amuka, sikiliza. Ukachimba ardhi, uchimbe kabisa. Mnajua mtapatana na lea ile ngumu, na kuna sehemu konyororo. Ama mnapojenga jengo ama chochote mnafanya, hiyo inakuwa ni shida. Ukipatana na pale pagumu kabisa, unalima ama unajenga, unapatana miamba, unapozidi kuchimba inakuwa ni shida, tatizo. Ni kwa sababu ni inabidi uvunje ndio uzidi kusonga. Kwa hivyo ni afadhali ukijenga nyumba ama ukifanya chochote, uchimbe tu kwa urahisi tu bila vizuizi. Na pia kuna udongo ambao uko mgumu, lakini kuna udongo mwororo, ni rahisi sana, udongo ambao unaporomoka rahisi. So ni tofauti kulingana na lea ya kijiolojia, tabaka la kijiolojia. Sasa balloon ukafinya sehemu moja, hiyo sehemu nyingine itafura, na ukazidi kuweka nguvu zaidi, kule kwingine kutalipuka. Si ni kweli? Si ni kweli? Vile vile wakati wa gharika kuu ya Nuhu kulikuwa na msukumo mkubwa wa maji, presha kubwa ikifinya ganda la dunia. So sehemu ambapo zilikuwa ngumu zilivumilia, lakini baadaye zilizama. Zile rahisi ziliinuka zikalipuka. Matukio kama hayo yalitendeka kote duniani wakati wa gharika. Kuinuka kwa ganda la dunia huitwa kuinuka kwa ardhi, kushuka kwake huitwa kuzama kwa ardhi. Unaweza angalia kwenye screen. Wakati wa hukumu ya gharika, dunia yote ilizama ndani ya maji kwa siku 150 mfululizo. Lakini si maji imetulia tu kama ziwa. Nguvu ya mvuto wa jua na mwezi ilisababisha maji kafura. At the same time, dunia inajizungusha mara moja kila siku. Ndio maana maji ilikuwa inafagia kila mahali, kibomoa hata milima yote, sehemu zilizo juu na bomoa. Juu msukumo wa maji ulikuwa mzito. Sasa kama kiwango kikubwa kama hicho cha maji kilifagia kila mahali, na dunia nayo inazunguka, so maji inajizungusha, nini kilifanyika kona zote za dunia? Basi jaribu kutafakari na uangalie picha. Basi ni kawaida milima yote tabomoka. Imagine dunia tu yenyewe inajizungusha, inaendelea kujizungusha, na jua na mwezi nayo inazidi, iko na mvuto, kuna vile inavuta maji, so maji inainuka. So inapoinuka na dunia inajizungusha, kunakuwa na msukumo mzito wa maji, ni kama kutingiza kona zote za dunia. Nini kitafanyika? Halafu udongo uliofura si lazima uende uanguke mahali, unaenda unaanguka na rundika, na kisha kunakuwa na kama milima mipya inajitengeneza kama hiyo. Unaona mlima wa udongo. Kwa hivyo uso wa dunia nzima mpya ukawa tofauti kabisa na ule wa mwanzoni kabla ya gharika. Na wanasayansi unajua wanadai aje? Wanasema milima hiyo ya udongo umerundika,
Wanasema ati ndio mlima mmoja tu pekee utengenezeke wakati wa gharika, ati ilichukua miaka mingi sana. Mlima mmoja peke yake, ati ilichukua muda mrefu. Sasa wanatumia hiyo kama dhibitisho la kutetea nadharia ya mageuzi. Sasa wakatoa hiyo kama dhibitisho ya nadharia ya mageuzi, mbona ni mlima pekee wanasisitiza na ni moja peke yake? Sinafaa kuwa ni hapa na pale kote duniani. Wanasayansi wanasema kutengeneza tu mlima mmoja wa mabaki ya udongo yaliyoruka na yakajirundika ati ilichukua muda mrefu, lakini ilikuwa ni gharika ya kote. Kwa hivyo milima ilikuwa mingi na ni chini ya mwaka mmoja. Kwa hivyo maoni ya wasomi wa dunia wanaopuuza gharika ya Nuhu si sahihi, ni upuzi. Kama watatambua Biblia na wakubali gharika ya Nuhu ilitendeka, watapata matokeo sahihi kuhusu historia ya dunia. Kule kutambua gharika inaweza sababisha kuinuka na kuzama kwa ganda la dunia, na ya kwamba milima ya mabaki ya udongo iliyofura na kuanguka chini inaweza tengenezeka kwa muda mfupi, itatatua maswali mengi katika sayansi ya dunia hii. Ya kupendeza zaidi yanakuja wiki ijayo. Asanteni.